Katika kile wachambuzi wa kijeshi wanakiita hatua ya dharura isiyokuwa na kifani, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ametangaza mabadiliko makubwa ya safu ya juu ya uongozi wa kijeshi baada ya kile kinachoaminika kuwa shambulizi la ghafla la Israel ndani ya ardhi ya Iran lililosababisha mauaji ya makamanda wa ngazi ya juu na wanasayansi wa nyuklia. Walioteuliwa leo ni pamoja na Brigedia Jenerali Mohammed Pakpour ambaye amechukua nafasi ya Meja Jenerali Hussein Salami kama kamanda mkuu wa IRGC, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, baada ya Salami kuthibitishwa kuuawa katika mashambulizi yaliyolenga makao ya kijeshi mjini Tehran. Mbili ni Brigedia Jenerali Abdul Rahim Mausavi ambaye amekuwa mkuu mpya wa majeshi ya Iran, Army Chief of Staff, kuchukua nafasi ya Jenerali Mohammed Bagheri aliyeuawa katika shambulizi lililolenga ngome ya kijeshi ya Katam Al-Anbiya. Na tatu ni Brigedia Jenerali Ali Shadmani ambaye amechukua nafasi ya Ghulam Ali Rashid kama kamanda wa makao makuu ya Katam Al-Anbiya, kitengo nyeti kinachosimamia mipango ya ulinzi wa anga, makombora ya masafa marefu na mikakati ya kivita ya muda mrefu. Mabadiliko haya yamefanyika ndani ya masaa machache tu baada ya taarifa za vifo vya makamanda hao kusambaa kote kupitia vyombo vya habari vya serikali ya Iran kama vile IRNA, Tasnim na Fars News. Mashambulizi ya Israel yamekuwa ya kina na ya kiintelijensia ya hali ya juu, yakilenga makao ya kijeshi, vituo vya ulinzi wa anga, maghala ya makombora na hata majengo ya makazi, bila kusahau vituo vya urutubishaji wa uranium mahususi kwa teknolojia ya nyuklia. Operation ya Israel inaaminika kuhusisha drones za kamikaze zilizorushwa kwa siri kutoka ndani ya Iran na kuongozwa kwa mbali na maafisa wa Mossad, kulingana na vyanzo vya Times of Israel. Intelijensia ya hali ya juu ilitumika kuvuruga kinga ya anga ya Iran na kuharibu mitambo ya kurushia makombora, hatua inayosemekana kuzuia mashambulizi ya kulipiza kutoka kwa Iran dhidi ya Israel. Kwa upande mwingine, Iran imeonyesha msimamo wake kupitia ishara ya kiroho. Video inaonyesha msikiti wa Imam Reza ukipambwa na bango lenye maandishi kutoka Quran. Ushindi ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ushindi uko karibu. Quran 61 mstari wa 13. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ametangaza rasmi mbele ya Umoja wa Mataifa kuwa mashambulizi haya ni tangazo rasmi la vita na Israel itajutia. Tunataka Umoja wa Mataifa kulaani tendo hili kama kosa la kivita na uvunjaji wa sheria za kimataifa, alisema. Kwa sasa hali ya Mashariki ya Kati ni ya mlipuko. Takriban watu 78 wamefariki, wengine 329 kujeruhiwa na idadi inazidi kuongezeka. Vituo vya kijeshi, uwanja wa ndege wa Tabriz na miji ya Shiraz na Tehran bado vinashambuliwa. Hii ni dhoruba ya vita inayokuja. Je, Iran italipiza? Je, mzozo huu utavutia mataifa mengine kama Marekani, Saudi Arabia au Russia? Endelea kufuatilia Tathmini ya Dunia kwa kila hatua, kila taarifa, kila tone la damu, bila kusahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye makala zetu.